Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri duniani. Lakini ni kutokana na ripoti kutoka huko nchini Israel, maoni ya wataalamu wa teknolojia kuhusu masuala ya silaha wanaeleza kwamba anga la Israel halipo salama tena kutokana na teknolojia za hali ya juu ya makombora ya hypersonic kutoka katika mataifa adui, hasa likitajwa taifa la Iran na makundi ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na kundi la Hezbollah lakini pia na lile la Houthi. Wakati huu kumekuwa na utengenezaji wa silaha nyingi za makombora ya hypersonic taratibu na yanazidi kuongezeka kila kukicha katika eneo la Mashariki ya Kati. Licha ya kwamba Israel ina ulinzi imara wa anga, lakini imechukuliwa hata katika baadhi ya vita zilizopiganwa katika siku za hivi karibuni kati ya Iran na Israel, lakini pia kati ya wapiganaji wa Houthi dhidi ya Israel na hata kati ya kundi la Hezbollah dhidi ya nchi hiyo ya Israel, ambapo makombora mengi hypersonic yaliweza kupenya ulinzi wa anga ambao umeimarishwa na ulinzi ambao unaaminika ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na ule wa Iron Dome pamoja na ule wa THAAD kutoka nchini Marekani. Hata hivyo, katika vita vya siku 12 ilifikia mahala Marekani ikaamua kuimarisha ulinzi wake wa anga wa THAAD lakini pamoja na ule wa Iron Dome, lakini hili halikusaidia. Bado Iran ilikuwa na makombora yenye nguvu na yenye uwezo wa kuweza kupenya ulinzi wa anga wa Israel na hatimaye kusababisha mashambulizi makubwa katika vituo vya kijeshi na maeneo mengine ndani ya Israel katika vita vya siku 12. Wakati Iran na Hezbollah zikifunga makombora yake ya masafa marefu, Israel inadai sasa ipo hatarini. Iran na Hezbollah hatimaye wamepata makombora ya hypersonic. Mifumo ya ulinzi ya Israel inaweza kuwa hatarini zaidi isipokuwa jitihada za kuimarisha utayari kuharakishwa. Katika muongo mmoja uliopita, hypersonic imekuwa mojawapo ya maneno yaliyotumiwa sana katika ulinzi wa kimataifa. Ahadi ya silaha na ndege zinazoweza kuruka mara 5 ya kasi ya sauti imechochea uwekezaji mkubwa wa Marekani, China na Urusi. Kila tangazo la jaribio hufanywa vichwa vya habari na kuchochea uvumi kuhusu nani anaongoza mbio hizo. Kwa Israel, hatari ni kubwa isivyo kawaida. Nchi ambayo ilijijenga katika mafundisho yake ya usalama juu ya onyo la mapema, kuwepo kwa teknolojia ya hali ya juu, kwa sasa kunakabiliwa na michezo michafu ya uundwaji wa makombora ya hypersonic kutoka katika mataifa kama vile mataifa ya Iran. Wachambuzi wa mambo wa kiteknolojia katika vita wanadai kwamba nchi nyingi katika ulimwengu sasa zinajilinda si kwa kutumia makombora ya nyuklia, bali kwa kutumia makombora ya hypersonic, makombora yenye uwezo wa kuruka umbali mrefu. Silaha za hypersonic husafiri haraka sana kwa mifumo ya sasa ya ulinzi ya makombora, hufuatilia na kukatiza. Lakini makombora yanayotengenezwa nchini Iran sasa yametengenezwa kwa mbinu nyingi ambazo zina uwezo wa kupenya mfumo wowote wa anga kama ilivyotokea katika vita vya siku 12. Hata hivyo, Israel ilikuja na mipango mingine ya kuweza kuhakikisha Iran haimiliki mifumo hiyo ya makombora, na sasa nchi ambayo ilisema kwamba Iran ina silaha za nyuklia imegeukia upande mwingine ikisema kwamba taifa hilo la Kiajemi linamiliki makombora ya masafa marefu, na ili kuwe na makubaliano mazuri ili iondolewe vikwazo lazima iondoe pia makombora yake ya masafa marefu, jambo ambalo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akilipigia chapuo. Lakini Iran imekataa jambo hilo ikisema kwamba haiwezi kuharibu mfumo wake wa makombora ya masafa marefu baada ya kuona kwamba Israel ilishindwa katika vita vya siku 12. Israel inadai kwamba Iran na makundi haya ya wapiganaji wanaendesha makombora haya bila kutabirika na wanaweza kufika Tel Aviv kutoka Yemen kwa dakika chache na hata kutoka Lebanon kwa dakika chache tu. Mbio za ulimwengu za kutawala mifumo hii ni ya haraka sana kwa wakati huu na ni ngumu zaidi kuliko watu walivyokuwa wanafikiria. Kuelewa ni kwa nini hii hutokea kunaweza kusaidia Israel kujiandaa kwa kile kinachofuata. Sasa Israel inakumbwa na vita vya mara kwa mara kati yake na mataifa mbalimbali, hasa yale mataifa adui, hasa Iran. Fizikia ambayo inajulikana katika ulimwengu, kasi hypersonic, sheria za kukimbiza makombora haya kumefanya Israel kuwa hatarini zaidi.
Sasa Israel inatafuta mbinu mbadala ya kuweza kutawanya makombora haya, lakini pia mataifa hasa Iran ambalo ndiye adui mkubwa wa Israel linatafuta njia mbadala ya kuweza kuhakikisha makombora yake yanaifikia Israel. Imefikia hatua wachambuzi wa mambo nchini Israel wanadhani makombora ya Iran yamejengwa kwa ajili ya taifa hilo la Kiyahudi, kwa maana wakati wowote kuna uwezekano wa kutokea kwa vita kati ya Waajemi na Wayahudi, na hivyo makombora ya masafa marefu ya hypersonic ya kutoka Tehran kuweza kuifikia moja kwa moja Israel na kwa ufasaha zaidi. Njia nyingi za upepo wa hypersonic zinaweza tu kudumisha hali halisi kwa sekunde chache na mara nyingi kwa mizani ndogo sana. Kwa sababu hii wahandisi huwa na mwelekeo wa kutegemea uagizaji na vipande vya data vya majaribio, lakini hata kompyuta za hali ya juu za kuweza kutambua ni namna gani wataweza kuyadungua makombora haya. Hata hivyo Waajemi nao wako mbioni kuona ni jinsi gani wanaboresha makombora hayo, na ndicho kinachowafanya Wayahudi kusema kwamba sasa angalau haliko salama kutokana na teknolojia ya makombora ya hypersonic kukua kila kukicha. Basi mtazamaji, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni hofu inayotanda katika taifa la Kiyahudi, taifa la Israel, ambapo kutokana na teknolojia ya makombora ya hypersonic inayozidi kukua ulimwenguni kote, hasa katika mataifa ya Ghuba, anga la taifa hilo linadaiwa kwamba haliko salama tena. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.